kuweza kupata mtoto. Baada ya muda mrefu, kwanza siku ile ya ndoa walipewa zawadi ya picha ya Bikira Maria. Somo lile lililotangulia, sio sanamu, picha ya Bikira Maria. Sasa mwaka huo 1953 huyu mama pamoja na mumewe walikuwa wameshaweka utaratibu wa kufanya novena kwa Bikira Maria ili walau shida iliyopo iweze kutatuliwa. Ikatokea siku tarehe 9 ya mwezi wa 12 ya mwaka huo 1953, mwanaume baada ya sala akaondoka kwenda kazini, akabaki mama peke yake akiwa na mawazo mengi. Akashangaa pilo kwenye kile kitanda wanacholala limeloa. Maji yanatoka wapi? Hakuna. Akiangalia juu hakuna palipotoboka, akitoka nje hakuna mvua. Akaangalia kwa umakini, akakuta kuna picha ile waliokuwa nayo ya Bikira Maria juu ya kile kitanda wanacholala, ilikuwa inavuja maji. Akaangalia kwa umakini, haya maji yanatoka wapi? Ikaonekana kwenye zile nafasi ambako kuna macho kwenye ile picha. Akifuta, baada ya sekunde chache matone mengine yanaanza. Alipopata ushahidi kabisa kwamba haya ni matone ya maji au tuyaite sasa machozi kutoka kwenye ile picha, yatokea kabidi aende kutoa taarifa kwa majirani. Wakaja, wakaanza kupokezana. Mwingine ana kitambaa anafuta, mwingine anakinga, ananyonya, wanajua anaweka kwenye kwenye bomba la sindano ili walau wapate uhakika. Taarifa zikaenda mpaka kwa askofu. Askofu akatoa taarifa kwa maaskofu wenzake, wakamshauri unda jopo la madaktari bingwa, magrupu matatu, wanyonye, wapime ili waweze kupata ushahidi ni kitu gani. Wakaja wakagundua kwamba yalikuwa ni machozi. Kwa hiyo baada ya hapo hali hii ikaendelea. Walipomalizia ile novena, baada ya siku kama 4, yale machozi yalikoma, lakini swala likaa limeshaenea karibu mahali pote. Wakiwa wanaendelea, haikupita muda mrefu, yule mwanamke akaenda kupima, akakuta kwamba alikuwa na ujauzito. Ujauzito huu walipopima wakakuta haukuwa na kihatarishi chochote, mpaka ikatimia miezi 9 mtoto akazaliwa. Mwaka 1994 Papa Yohane Paulo wa pili alikwenda kwenye huo mji kwa ajili ya kutabaruku kanisa jipya lililojengwa kwa heshima ya Mama Bikira Maria wa Machozi. Lile kanisa limejengwa kitaalamu sana. Limejengwa katika umbo la mwanamke ambaye yuko katika mazingira ya kufunga ndoa, yaani amevaa vazi la ndoa, ile shela ile sijui na kadhalika. Hii yote ni kwa ajili ya kumbukumbu ya kile kilichokuwa kimetokea. Kwa maneno aliyoyatoa katika mahubiri ya siku hiyo, Papa Yohane Paulo wa pili alisema hivi. Akasema Bikira Maria ametokea maeneo mengi, kuonyesha kwamba anaguswa na maisha yetu sisi wanadamu katika kila nyanja. Kati ya nyanja hizo iliyo kubwa ni ya kifamilia. Maana yake anaguswa sana na matatizo ya familia. Sasa maeneo mengi aliyotokea amekuwa akituachia ujumbe au wa ishara, lakini zaidi wa kuongea kwamba fanyeni hivi, kama ilivyotokea kule Fatima alikowaambia kwamba salini rozari kwa ajili ya uongofu wa dunia na kwa ajili ya amani. Lakini safari hii mama
ameamua kuongea na sisi kwa njia ya machozi. Machozi yana maana nyingi. Inaweza ikawa ni upendo uliopitiliza, lakini inaweza ikawa ni uchungu kadiri ya hali iliyopo. Vyovyote tutakavyoweza kutafsiri, maana yake ni kwamba aliipenda hiyo familia na alikuwa anaumizwa na hali waliokuwa nayo. Ameamua kushiriki na yeye mwenyewe ameingilia kati. Yale machozi ilikuwa ni maombi kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuiangalia hiyo familia, na kweli ndivyo ilivyokuwa. Nimetoa maelezo haya kwa kifupi kama utangulizi wa somo linalofuata. Japokuwa ni somo linalohusiana na mambo ya kisayansi, lakini ni moja kati ya maeneo ambayo mama yetu Bikira Maria kama mwanafamilia anaguswa nayo sana. Wengi wamekuwa na shida katika familia zao, na kipekee katika masuala ya uzazi. Ni swala la kitaalamu, la kisayansi, lakini hata la kiimani pia. Hata ili tumkabidhi Mwenyezi Mungu kupitia maombezi ya mama yetu Bikira Maria, ili aweze kuwaona wale wote wenye shida za mambo yanayohusiana na eneo hili.